Mungu ameendelea kutujalia uzima na afya kwa ajili ya kuwa mbele zake tena katika jioni ya leo. Jana tulikuwa tunaangalia mambo ya kufanya ili uweze kupokea nguvu za Mungu. Tukasema jambo la kwanza ni kumpokea Yesu baada ya toba. Kupokea Yesu kunakoambatana na toba, kuwa na kiu ya nguvu za Mungu au ya Roho Mtakatifu. Lakini hiyo kiu ndio itakupelekea kwenye hilo jambo la tatu la kukaa katika hali ya maombi, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anashuka na nguvu za Mungu huwa zinashuka kwa mtu ambaye anakutwa yuko anaomba. Na kiu ambayo sasa ni endelevu pamoja na maombi ambayo ni ya kudumu, hivi ndivyo vinaendelea kufanya kiwango cha nguvu zako cha nguvu za Mungu kwenye maisha yako kiendelee kupanda na kuongezeka na kuongezeka. Na kuna njia nyingine ambayo sikuitaja kabisa, ambayo tunasema usafi wa maisha ya kiroho. Kuwa safi, kuhakikisha maisha yako safi siku zote. Ukiona kuna uchafu umeingia, unahakikisha haukai zaidi ya dakika kadhaa, unahakikisha umeushughulikia, kwa sababu wote waliotembea na nguvu za Mungu, mojawapo ya kitu ambacho kinasisimuliwa ndani yao ni kujitenga na uovu. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 19 inasema, na msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Mstari wa 21 kwenye sura hiyo hiyo unasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Utakaso, usafi wa maisha, kuwa na kinywa safi, kinywa chako kilichojaa maneno yaletayo matumaini. Sio unakuwa Mkristo lakini kinywa chako kina maneno ya kuvunja moyo. Utakatifu kwa lugha nyingine. Na huu ndio msingi kilichopelekea kina Danieli waweze kutumiwa na Mungu kwa namna hiyo.
Hatusomi mahali popote Danieli alinyanyua viwete na kufungua macho ya vipofu, lakini tunasoma katika sura ya kwanza ya kitabu hicho cha Danieli mstari wa 8, aliazimu moyoni mwake kutokujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Aliazimu moyoni mwake, the power of purity, nguvu ya utakatifu. Mtu aliyedhamiria, aliyeazimu moyoni mwake kuishi maisha ya usafi, aliazimu moyoni mwake kutokujitia unajisi. Hata kama chakula cha mfalme ilikuwa kwa mtazamo wa kawaida ni fursa ya kwenda kula ikulu, lakini yeye hakuiona kama fursa. Aliangalia kwa jicho la rohoni, akaona kile chakula kimeambatana na vitu gani, kimeambatana na miungu ya aina gani. Macho yale yakamwambia, na wewe ukithubutu kutia mkono wako kwenye hicho chakula, ule unajisi wote ulioko nyuma ya miungu hii, na wewe utaingia kwako. Na kwa sababu hiyo Danieli akaazimu moyoni mwake, I will not defile myself, sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Na wenzake wote wakakataa, wakamwambia yule msimamizi, ni Ashpenazi, si ndio, kwamba bwana, sisi tupatie mtama ulisha lakini haya mambo jamani, wakati mwingine yanachekesha kweli. Yaani umekataa nyama choma, umekataa kitimoto, makange hapo ya kuku unayakataa, alafu unasema mimi nipe tu mtama. Hivi ndugu zangu wa Tabora, hebu mniambie, mtama tangu lini unaweza ukala mtama halafu ukanawili? Mtama kwa kawaida ni chakula duni sana, lakini yeye akasema tupe huo mtama na maji peke yake, alafu tujaribu siku 7, alafu uone, utulinganishe na wanaokula makange ya kuku, wanaokula samaki, wanaokula nyama choma, uone ni akina nani watakuwa wanameremeta kati yetu na wao. Na kwa zile siku 7 zilipoisha, maandiko yanasema Danieli, Mishaeli, Azaria pamoja na Hanania, maana yale majina ya Shadrach, Meshach na Abednego ni majina ya Babeli hayo, lakini majina yao kabisa ni Mishaeli, Hanania na Azaria. Biblia inasema walionekana wanameremeta kuliko wale waliokuwa wanakula mapochopocho, waliokuwa wanakula urojo, yaani vyakula vile vitamu vilivyokuwa vimeandaliwa. Sasa ukweli ni kwamba sio mtama uliosababisha wang'ae. Kilichosababisha wang'ae ni baada ya Mungu kuona azimio la hawa vijana, akasema hapa naingilia kati, akaachilia uweza wake na nguvu zake kwa hawa vijana. Ile nguvu ndiyo ikawang'arisha. Mungu akawang'arisha kwa utukufu wake, na wala sio ule mtama. Ule mtama ilikuwa ni kitu cha kujifichia ili wasionekane wamekataa kabisa kula. Aliazimu kutokujitia unajisi. Yusufu
amepata fursa. Mke wa bosi mwenyewe kajileta, wala hajaingia gharama yoyote ya kumpiga saundi na kuunda uongo wa namna ya kumkona mpaka aingie kati. Amejileta mwenyewe. Halafu Yusufu anasema, nifanyeje ubaya huu? Tafsiri zingine zinasema nifanyeje upumbavu. Eti fursa kama hiyo Yusufu anaita ni upumbavu. Nifanyeje ubaya huu hata nimkose Mungu? Na yeye akaikataa hiyo fursa. Tunakuja kuona Mungu anaachilia nguvu yake kwenye maisha ya Yusufu. Kilichomwezesha Yusufu aweze kutafsiri ile ndoto ya Farao ni ile neema iliyoachiliwa juu yake baada ya Yusufu kuwa na msimamo wa kuhakikisha hatajitia unajisi maisha yake kwa fursa yoyote itakayokuja mbele yake, ili mradi itapelekea uhusiano wake na Mungu kupotea. Na yeye Mungu akafanya mambo makubwa, akadhihirisha nguvu za Mungu. Mpaka leo tunasoma historia ya mambo hayo. Iko nguvu mtu akiamua kuishi maisha ya usafi. Sasa leo nataka tuendelee njia za kudhihirisha nguvu ya Mungu. Njia za kudhihirisha nguvu ya Mungu. Njia za kudhihirisha nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu. Niseme njia hizi ziko nyingi, lakini kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu amewekea nyota nikae pale. Njia ziko nyingi. Kristo ambaye ameokoka, mwanamke, mwanaume ambaye ameokoka, mojawapo ya kitu anachokitarajia Mungu kutoka kwako baada ya kuokoka. Na ndio maana ukiokoka haufi. Maana hatuokoki ili twende mbinguni peke yake. Ingekuwa tunaokoka ili twende mbinguni, tungekuwa ukimaliza kutubu tu unakufa unaenda mbinguni. Lakini tunapookoka tunabakizwa hapa duniani kwa kusudi maalum, na kusudi mojawapo ni kuwa shahidi, ni kumfunua huyu Mungu kwa wale wasiomjua kwa njia mbalimbali, kwa kudhihirisha nguvu zake ambazo ataziachilia juu yako. Maana anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu, na baada ya kupokea hizo nguvu mtakuwa mashahidi wangu. Kwa lugha nyingine, ninachotaka kusema, baada ya kuokoka sisi tunakuwa ni kituo cha nguvu za Mungu pale kwenye mtaa unaokaa, kituo kama vile leo tunategemea. Jana umeme ulitukatikia kwa sababu kuna chanzo cha huo umeme unakotokea kilizingua. Kwenye chanzo cha ile nguvu cha huu umeme kilileta shida, ndio maana sisi tukakosa umeme. Sasa sisi wote hapa tuliopo hapa, baada ya kuokoka, Mungu amekusudia
uwe ka TANESCO ka mbinguni pale ulipo. Amekusudia uwe chanzo cha umeme wa mbinguni, uwe chanzo cha nguvu za mbinguni. Wale wanaozihitaji wakizihitaji, waje wajikonekti kwako, wapokee hizo nguvu. Maana huwezi ukapokea hizo nguvu kama haujajikonekti. Nguvu za Mungu zinafanya kazi vizuri kabisa, kama vile hata huu umeme unavyofanya kazi. Ili ziweze kufanya kazi, unaweza ukawa umeme unaweza ukawepo, lakini nyumbani kwako kuna giza la kutisha. Kama haujafanya wiring kwenye nyumba yako, hujaweka swichi ya kuruhusu huo umeme sasa uingie kwenye nyumba na kwenye zile taa uweze kuziwasha, kama haujafanya hivyo vitu, hauwezi ukaenjoy, uweze ukafurahia uwepo wa umeme. Utakuwa unaona hata watu yani umeme, kuona umeme yani ni raha kweli. Wewe hauvijui kwa sababu hauko connected kwenye huo mtandao. Na pia umeme ukiwepo, usipowasha kwenye switch tap, bado utabakia kuwa gizani. Sasa hizi njia nilizozieleza jana ndiyo swichi zenyewe. Usipo switch utabakia gizani. Usipoomba hautasikia nguvu ya Mungu. Usipokuwa na kiu hautasikia bubujiko kutoka kwa Mungu. Usipokuwa na hiyo kiu, hizo ndio switch zenyewe, ndio wiring zenyewe, ndio socket zenyewe. Kwa hiyo watu wakihitaji umeme kutoka kwako, wanakuja wanachomeka, kama ni chaja, anachomeka kwenye socket, alafu anawasha, anaanza kuenjoy umeme. Mtu kateswa na wachawi usiku na anajua wewe ni jirani yake, anakuja kwako, anachomeka chaja yake kwenye soketi yako, alafu ule uchawi unauondoa kwa sekunde moja. Baada ya mtu kukuendea, anaondoka akiwa huru, maana wewe kwako kuna umeme. Mungu hakutuokoa tuwe watu wa kawaida. Ametuokoa tuwe watu ambao tunatembea na mamlaka. Amesema nimewapa amri, akasema nimewapa amri, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu yale mamlaka nimewapa ninyi, maana mimi naondoka. Kwa hiyo wewe hapo ulipo ni namna ya Yesu amejibakiza hapa duniani. Ndio maana jana tuliimba, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange nifinyange. Paulo anasema anatamani, na waonea kiu, na waonea shauku, na tamani Kristo aumbike ndani yenu. Yani ifike mahali watu wakikutazama wasikuone wewe kama mwanamke, wamuone Yesu. Unifinyange nifinyange. Sasa njia za kudhihirisha nguvu za Mungu kwako wewe ambaye sasa ni ka TANESCO ka mbinguni. Na Mungu, Roho Mtakatifu ananipa illustration kupitia hapo hapo, kwamba kusupport tu kile nilichokisema. Kuna kituo cha umeme kinatoa kilowatts 1000, lakini kuna kingine kina kilowatts 5000, kingine
kina malaki, kingine kina kilowatts 100. Sasa wewe unataka utoe kilowatts ngapi? Ili utoe kilowatts nyingi, unaona zile waya za umeme zinazosafirisha umeme, kuna zingine zimeandikwa hatari, high voltage. Unaambiwa kuna volti 100,000 zinapita kwenye huu waya. Yaani kiasi kwamba ukienda kugusa kwenye huo waya, badala ya kung'ang'aniwa na waya, unarushwa mpaka unazikaribia mbingu, afu ndio unaanza kurudi chini, ulishaisha. Lakini kuna waya mwingine wenyewe unakung'ang'ania. Kwa hiyo unaweza ukafanya namna ukatoa mkono. Niliwahi kupigwa shoti nikiwa form 1 shuleni. Kulikuwa na socket waya hazijafunikwa, zimechungulia namna hii, nikaenda kuweka kidole kikang'ang'ania, katingishwa, toa kidole haraka. Sasa hata katika roho Mungu yani kuna uwezekano, yani kuna wengine kwa sababu ya investment yako ndogo kwenye vile vitu vinavyovutia nguvu ya Mungu, ndiyo maana watu hata waya zako zikiwa wazi, wakigusa wanapigwa shoti tu, alafu wana survive. Lakini ukaenda kugusa ule umeme wa watts 100,000, vijana wanaambia kachimbeni kaburi, kaandaeni kaburi. Ndugu yetu ametutoka. Kwa nini? Amekutana na high voltage. Bwana amenituma niachilie ujumbe mahali hapa ya kwamba wanahitajika walokole wenye high voltage kwenye maisha yao, high voltage ya nguvu za Mungu. Mapepo yakijichanganya yanarushwa mpaka yanakaribia mbinguni, alafu ndipo yanarudi. Kwa nini? Yamekutana na umeme usiokuwa wa kawaida. Yani wangepatikana wamama wachache, wababa wachache, wakaamua kuyaishi haya ambayo tunajifunza. Nataka nikwambie, hii Tabora, kuipindua miguu juu kichwa chini inakuwa ni kazi rahisi sana. Njia ziko nyingi. Ya kwanza, maombi au kuombea jambo mpaka likatokea. Unaomba, wakati unaomba ni nguvu ya Mungu inaachiliwa. Au unaombea kitu, nguvu ya Mungu inaachiliwa mpaka hilo jambo linatokea. Elia aliomba, maandiko yanatuambia aliomba kwa bidii. Alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini akaomba kwa bidii na Mungu akamsikia. Akaomba mvua isinyeshe. In fact, kwenye yale maombi ndio Mungu alimpa hilo neno la maarifa ya kwamba ukitaka kukomesha ujinga wa hawa watu wanaoabudu miungu, funga mvua. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Maana maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa tukiomba, yale maombi yatadhihirisha nguvu za Mungu. Hatuyaoni mambo makubwa ya Mungu yakitokea, moja wapo ya sababu because we don't pray. Hatuombi, tunaigiza kuomba. Musa aliomba ardhi, akawaambia wale waasi, ikiwa mtakufa kifo cha kawaida, mimi sio mtumishi wa Mungu.
Lakini ikiwa ardhi itafunua kinywa chake, wakati anamalizia ardhi ikafunguka, wote wakamezwa. Uweza wa Bwana ukadhihirika kupitia matukio hayo, maombi. Sasa mimi sitaki kukaa pale. Ya pili, kuimba sifa au kupiga mziki au kuabudu kunakohusisha kuachilia nguvu za Mungu. Hii nayo ni njia nyingine ya kuachilia nguvu ya Mungu na kudhihirisha nguvu ya Mungu. Nyimbo za sifa na maabudu au muziki unaohusishwa na kuachilia nguvu za Mungu. Daudi katika Biblia ni mfano mzuri wa watu walioonyesha hiki kitu. Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 16, Daudi alikuwa anapiga tu kinubi, mapepo yanaanza kuungua, yanamtoka mfalme Sauli na anapona. Mziki tu unapigwa. Mungu nisaidie nisije nikaanza semina ya waimbaji. Yesu Kristo, hiyo imeshashindwa. Mfano wa pili, wana wa Asafu walipoimba wakati wa uzinduzi wa hekalu, wakati wa kuweka wakfu hekalu. Nyakati wa pili sura ya 5 na mstari wa 13, walipokuwa kama mtu mmoja wakasikizisha sauti moja, maandiko yanasema wakati wanaimba namna hiyo, ndipo nyumba ikajawa na wingu, nyumba ikajawa na wingu la utukufu wa Bwana, kiasi kwamba hata wazee wa kanisa waliokuwa zamu siku hiyo, aliyekuwa ameambiwa waombee matoleo, aliyekuwa na zamu sijui ya kufanya nini, wakapoteza kazi siku hiyo. Kwa nini? Waimbaji wameimba kwa sababu ya maandalizi waliokuwa nayo, wakasababisha nguvu za Mungu zikafunuliwa mahali pale. Na ndiyo maana wewe fuatilia hasa hawa wahubiri ambao Mungu anawatumia sana, kipengele moja wapo ambacho utakisikia ni ubora wa uimbaji ulioko pale. Yale maabudu yanayofanyika kabla mtumishi hajasimama na wakati anaendelea na huduma, kwa sababu kuna uhusiano kati ya udhihirisho, Mungu kujidhihirisha na kujifunua. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya muziki na Mungu kujifunua. Sijui kama ulishawahi kujiuliza, wale waliosoma, walionunua kile kitabu, mtakuta hayo maelezo kwenye kile kitabu. Kwa nini mbinguni tutaenda kuimba milele? Ulishawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini yani siku zote itakuwa mpaka mwingine na hivi hatutachoka sasa? Hatutachoka. Kwa sababu muziki ni kanuni ya sijui nisemeje. Muziki ni lugha. Music is a language to communicate with the spirits. Muziki ni lugha ya kuwasiliana na roho, na Mungu ni roho, na roho huwa zinapambanua sauti za muziki unaosikika. Ndio maana kwa mganga wa kienyeji na kwenyewe waga kuna muziki. Kabla hajaanza kukuambia mbaya wako, ile nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, kabla hajaanza kukuambia hapo, zitapigwa ngoma, watu wataimba pamoja na zile. Mganga wa kienyeji
yanampa ule ufunuo wa kuanza kuona sasa mbaya wako ni yule pale nyumba ya 4. Kabla ya pale, hayo marona yenyewe yanakuwa yamepaki mahali, yanasubiri yaitwe, na kinachoyaita ni sauti, ni mziki. Kwa hiyo hata Mungu na hiyo teknolojia wameiiba kwa Mungu. Shetani ameiiba kwa Mungu. Alipofukuza kutoka mbinguni hakunyang'anywa chochote. Alikuja na ule uwezo wake wa muziki, na anajua the power that is in music. Ndio maana leo vijana wetu wameharibika kwa sababu ya muziki. Ndio maana huwezi ukasikiliza muziki wowote wewe uliyeokoka. Nachukiaga sana swali kuulizwa, mtumishi, kwani kuna, hebu nipe andiko, kusikiliza muziki wa kidunia ni dhambi au sio dhambi? Hebu nipe andiko. Nachukiaga hilo swali sana. Muziki unaousikiliza nyuma yake kuna roho zinazoelewa. Kwa hiyo ukisikiliza ni sawa na kusema, ewe pepo la uzinzi, njoo hapa, nakutaka sasa hivi, nakutaka. Uko kanisani, umeokoka, unaimba kwaya au ni shemasi au uko kwenye nafasi gani, lakini kama uko careless, hauchagui vitu vya kusikiliza, unasikiliza tu kila kitu. Unajua na hawa jamaa na wao wana mistari, wana mashairi. Kinachotokea ni kwamba ndiyo maana unapoenda kulala unaota ndoto za kufanya mapenzi. Haijalishi una nafasi gani. Wakati mwingine unaweza hata ni mchungaji, unaweza kuwa una nafasi yoyote kubwa, lakini unajikuta unaota ndoto za kufanya mapenzi. Kwa nini? Umeyaita wewe mwenyewe. Leo tumefika mahali uzinzi ndani ya kanisa kinaonekana tu ni kitu cha mtu fulani ameanguka kwenye uzinzi. Kwani cha ajabu nini? Kilichofikisha hapo ni hiyo hali ya kutokupambanua what to listen and what to listen, not to listen to. Kwa mbinguni tutaimba miaka yote, milele na milele, kwa sababu muziki ndio huwa Mungu akisikia ule muziki anaelewa kwamba hapa ninahitajiwa nijionyeshe. Kwa hiyo anaanza kuachilia ule utukufu wake. Ndio maana mbingu siku zote, maana hata sasa hivi tulipo, sifa na muziki vinaendelea kule mbinguni, na zingine wale wazee 24 tunasoma kwenye Ufunuo wanaimba. Kuna wimbo wa Musa, kuna wimbo sio wa Mwanakondoo, kuna wimbo mpya, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe. Anaposikia huo muziki anasema wow, this is good. Anaanza kuachilia yale mamlaka yake, ule utukufu wake, ule uzuri wake. Mbinguni panajaa na lile wingu na utukufu. Ndio maana ukifunuliwa kuyaona mambo yanayoendelea mbinguni, utaona mng'ao usiokuwa wa kawaida. Kwa nini? Kuna zile sauti zinazoingia kule, pamoja na hizi ambazo tunazifanya hapa, maana na zenyewe waga zinaenda mpaka kule, hasa tukizifanya kwa usafi. Tukizifanya katika usafi, Mungu anajisikia vizuri, anajiachilia, anasikia kucheka, anaachilia nguvu zake, utukufu wake, mamlaka yake. Mnashangaa watu wanaanza kupona tu.
mnashangaa hali ya hewa inabadilika, anga linabadilika. Kama ibada ilikuwa ni kavu, mnashangaa kuna kitu fulani kinaingilia kati pale, ibada inakuwa na vibrations za mbinguni. Kuna hali ya hewa ya mbingu fulani. Watu walikuwa wanatazamia wangekaa kwenye ibada mpaka wakachoka, badala ya kuchoka wanatamani mkimaliza ibada wanalaumu, kwa nini mmemaliza? Kwa nini? Kulikuwa na kitu cha kimungu mahali pale ambacho kimebadilisha mazingira, kikaleta hali ya hewa ya tofauti. Ile hali ya mwili ambayo mtu huwa anajisikia kwa hali ya kawaida inakuwa imefunikwa, unajisikia. Mungu anatuonyesha tu itakavyokuwa kule mbinguni, hakuna kuchoka. Uweze ukasikiliza mziki wowote tu kama wewe unajielewa. Lazima uwe makini na unavyovisikiliza, kwa sababu vitu unavyoviachilia viingie kwenye masikio yako, hivyo ndivyo unavyoviattract, unavyovivutia. Sasa njia nyingine ni kuhubiri, kuachilia nguvu za Mungu kupitia kuhubiri, kuhutubia. Lakini kuhutubia kule ambako nyuma yake iko nguvu ya Mungu, kama vile alivyofanya Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Alihubiri mahubiri yaliyoambatana na nguvu za Mungu, ndio maana watu wakachomwa mioyo yao. Lakini kumbuka, alitokea kwenye ujazo kwanza, ndipo akasimama kuhubiri. Manake alikuwa barazani pa Mungu, akapakiliwa vitu, alafu ndio akaachiliwa akasimame na kuhubiri. Ndio maana yakatokea hayo. Tunamwona Yesu katika huduma yake, amemaliza zile siku 40, alipoenda Galilaya yakaanza kufanyika mambo. Lakini kila anapomaliza huduma anapanda mlimani tena. Kwa nini? Huduma hatuifanyi kwa sababu tuna degree za theolojia. Tunaifanya kwa sababu Mungu ameachilia kutoka barazani pake neno la wakati linaloendana na uhitaji wa watu wake kwa siku hiyo. Kila siku kuna uhitaji ambao Mungu akiangalia anaona uhitaji wa leo ni huu hapa. Sasa wewe ukijichanganya, usipande barazani pake ili akupe hint kwamba leo tunaenda kwa staili hii. Ndio maana sisi ambao tunahubiri, wakati mwingine unaandaa ujumbe, unajipanga kabisa, unaandaa na mistari yako. Jumamosi saa 8 za usiku anashuka, anakwambia you are not going to preach about this. Huu ndio ujumbe utakaohubiri. Kwa nini? Amesoma watu watakaokuja katika ibada ya siku hiyo, amesha scan mahitaji yao yote, akajua hawa neno linalowafaa ni hili hapa. Kwa anabanana na wewe mhubiri. Ole wako ukutwa hauko online, uko offline. Mteja unayempigia hapatikani kwa sasa. Mungu anaambiwa hivyo, jaribu tena baadaye. Anapiga tena, uko offline tu mara ya pili. Mwishowe anaamua kukuacha. Unasimama na hicho ulichokumeandaa. Unashangaa mwanzo wa mahubiri mpaka mwisho wa mahubiri mbingu ziko kimya. Tulisoma kwenye sura ya 2 ya Wakorintho wa kwanza, Paulo anapoeleza kuhubiri kwangu nilipokuja kwenu, japo nilikuwa katika hali ya unyonge, lakini nilihakikisha mahubiri yangu yanaambatana na dalili
za roho na nguvu. Kwa nini? Mahubiri ni njia mojawapo ya kuachilia nguvu za Mungu. Ndiyo maana wakati wa mahubiri, wakati mwingine watu wanaweza wakapokea uponyaji wakati mahubiri yanaendelea. Mungu anaweza kawafungua watu wakati tu mahubiri yanaendelea. Inategemea tu na mmejifunzaje jinsi ya kupokea kutoka kwa Bwana. Maana wakati mwingine watu wanakuja kanisani anakaa kienyeji tu. Yaani yupo tu, hana habari na kinachoendelea. Kwa siku hiyo kulikuwa na muujiza wake, muujiza wako unampita. Na mimi Mungu atanipatia siku zingine huko baadaye. Niahidi kabisa nikija nitaongea juu ya jinsi ya kukaa ibadani ili Mungu aweze kukutokea. Unatakiwa kukaa kwa staili ipi? Sasa hivi siwezi nikaingiza hapa. Ndio maana tunatoka kanisani, ibada ya leo ilikuwa kavu kweli. Wakati huo kuna watu, leo nimemwona Bwana amenigusa kwenye eneo hili. Sasa wewe ambao unasema ibada ilikuwa kavu, wapi na wapi? Njia ya nne njia ya nne ya kuachilia nguvu za Mungu ni kutamka maneno, ni kutamka matamshi. Wote tunafahamu dunia na vyote vijazavyo viliumbwa kwa matamko. Kutamka. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa. From nothing, kutoka kwenye hamna, matamshi yalivyotamkwa vikatokea vitu from nothing. Na liwe anga, ikawa. Maji yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane, ikawa. Kisoma sura ya kwanza ya Mwanzo. Matamshi yana uwezo wa kuachilia nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Ndugu zangu, kuna mambo ambayo mengine yako kwenye maisha yetu yanatutesa just because we have not taken a step to declare something about them. Hatujachukua hatua ya kuyatamkia. Na shetani anachokifanya, anahakikisha anakupumbaza, haupati huo ufahamu wa kutamka. Unaendelea tu kweli maisha ndio hivyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika Mathayo sura ya 8 na mstari wa 9, yule akida alikuwa na mgonjwa, mtumishi wake mgonjwa. Akamwendea Yesu akamwambia, akamwambia Yesu, nina mtumishi wangu kule nyumbani ni mgonjwa. Yesu akamjibu, nitakuja nimponye. Yule akida akamwambia Yesu Kristo, mimi mwenyewe nina watu chini yangu. Huwa ninasema, nikisema huyu njoo, naona anakuja. Nikitamka wewe nenda, naona anaenda. Na hata wewe sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Na Yesu akasema, na iwe kwako kama utakavyo. Alipoulizia, alipopiga simu, kama simu zilikuwepo siku zile, akaangalia na muda, akakuta yule mtumishi wake alipona exactly at the time Yesu alipotamka yale maneno. Matamshi yanaachilia nguvu za Mungu zilizoko ndani yako, yakafanya kitu mahali ambapo unapatamkia. Wote tunakumbuka habari ya Daudi na Goliati katika sura ya 17. Sura ya 17 ya Samueli wa kwanza.
Hata watu wa gizani wanaelewa nguvu ya matamshi. Goliati alipomwona Daudi akamwambia, wewe bwana mdogo mzuri wa uso namna hiyo, unanijia na hiyo nani? Mimi nimekuwa ndege? Akamtamkia maneno Daudi. Wakuria wanasema vita ni vita mura. Vita ni vita mura. Vita ni vita. Goliati alipotamka yale maneno, na Daudi na yeye akasema, hapa ni jino kwa jino, fire by fire. Na yeye akamjibu akamwambia, wewe unanijia mimi na upanga na fumba na mkuki, bali mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi uliowatukana, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Yani aliamua kesi ile, vita itaishaje, ya kwamba nitakupiga alafu nitakuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue kwa kuwa yuko Mungu katika Israeli. Alikuwa anamaanisha, yani wewe Goliati, sikui wewe tu, lakini pia na majeshi ya Wafilisti, na wao watapanga kwenye mstari wako, na mizoga yao nitawapatia ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Matamshi hapo, bado haijarushwa silaha yoyote, hakijatumika chochote. Matamshi. Goliati akafanya alivyofanya. Daudi naye akachukua kombeo lake, akaweka jiwe, akalizungusha. Aliporusha namna hii, lile jiwe likaheshimu matamko yaliyotamka, likafuata instruction, maelekezo. Wanasema, wengine wanasema hata kama jiwe lingempiga tumboni Daudi, Goliati lazima angekufa, maana lilikuwa limebebeshwa maneno ya kwenda kuhakikisha Goliati amekufa, na lilikuwa lazima liyatekeleze hayo. Kweli jiwe lile lilipotupwa likapiga, lilipopiga Goliati huyo na ukubwa wake na saizi yake chini. Ukiangalia sasa aliyempiga, matamshi. Nataka leo, kuna vitu ambavyo viko kwenye maisha yako vimekuwa sugu kwenye maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu chukua mamlaka ya jina la Yesu, chukua mamlaka ya jina la Yesu. Ewe upangaji, umenishikilia kwa miaka mingi sana, ninakuamuru uniachie kuanzia sasa. Tamka hayo maneno. Ukiamka asubuhi unatamka, mchana unatamka, jioni unatamka, na kesho yake unatamka. Uone kama maisha yako yatabakia vile yalivyo. Matamshi yanaachilia nguvu ya Mungu. Usikae kimya tu, unanyolewa, unashikwa pabaya na wewe umetulia tu. Nawaambiaga vijana, kavulana kanakuja kanakushika kichwani, msichana umekaangalia tu, baadaye kanateremsha mkono begani na wewe umeangalia tu, umetulia. Baadaye kanateremsha mkono kwenye maziwa na wewe umetulia tu. Na wewe kaka fulani, acha basi utundu.
Mwisho wa siku unajikuta kako juu yako, ako kavulana. Alafu kwa mchungaji sasa, ilikuwaje? Si alikuja akanishika. Alipokushika kafanyeje? Mimi nilimwangalia tu. Kama mimi ni mchungaji na kutandika kofi. Kama ndo mchungaji wako na kuzaba kofi. Unajua kabisa wewe ni positive charge, mwenzako ni negative charge. Na unlike pause attract. Alafu anakushika na wewe umetulia tu. Na wewe kijana wa kiume, kibindi kinakuja kinakulalia mgongoni, na wewe umetulia tu, kinakuchoma na maziwa yake, umetulia tu. Unaanza kupigwa shoti kwenye mwili, umetulia tu. Kumbe wakati hayo yanaendelea, yani akikugusa tu, kama ni kuruka unaruka kwanza, alafu unamgeukia, maneno utakayoyaachia hata kuja kurudia tena siku nyingine. Hivyo ndivyo tunavyoshinda dhambi. Hivyo ndivyo tunavyo maintain purity. Sisi ni wa kisasa, mambo yetu ni ya kisasa, mnakumbatiana tu ovyo ovyo. Sisi tumeendelea. Nataka nikwambie, dhambi haijuagi teknolojia. Shetani hajui teknolojia. Shetani hajui mabadiliko mlionayo. Anachojua, analenga kukunasa ili umkose Mungu. Unajifanya wa kisasa, eti unamtembelea mkaka chumbani kwake, amepanga na chumba kimoja, hana hata kiti, unakaa kitandani. Saa moja imefika ya usiku, upo tu binti, upo, wala haushituki. Saa 2 inafika, upo tu, umeshika remote unabadilisha chaneli kwenye TV. Saa 3, saa 4, msinibadilishie somo. Hiyo imeshaenda hiyo. Kama ni kwenda, hiyo imeshaenda. Mwenye masikio na alisikie neno ambalo Dr. Ihano anawaambia waumini wa Yerusalemu. Dhambi haizoeleki. Dhambi ni ya kuogopa. Hakuna mazoea kwenye dhambi. Ndiyo maana mimi nilikuwa nimejiwekea msimamo, sitoi lifti kwa msichana kwenye baisikeli yangu. Sitoi. Hiyo ndio misimamo inayotakiwa. Wewe unajirahisi tu, unajipeleka kama panzi kwa mwewe. Lazima akudonoe. Na donolea tu kama panzi. Tena unakuta imetokea hiyo Jumamosi, mmetoka kwenye mazoezi, ndio unamtembelea mkaka wa watu, anakudonoa. Asubuhi wewe ndio ulikuwa uko zamu ya kuimbisha. Tunashangaa mtu analia machozi, tunajua ni roho kashuka. Kumbe wapendwa, naomba tuanze kujitamkia. Kile unachokitaka tamka. Yale unayoyataka yawe yatamke. Tamkia watoto wako. Tamkia watoto wako. Watamkie watoto wako wanapoenda shuleni. Watamkie wadogo zako. Watamkie wazazi wako. Watamkie watoto wako. Tamka maneno. Kwa kutamka kuna kitu kinaachiliwa, kinaenda kuumba hicho kitu ulichokitamka.
Njia nyingine ya tano ambayo ndio niliambiwa nisisitize sana ni kupitia karama za Roho Mtakatifu. Kupitia karama za Roho Mtakatifu tunaachilia nguvu za Mungu. Ndiyo maana katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14, Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 14, Paulo anamwambia Timotheo, usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Timotheo wa pili sura ya kwanza 6 hadi 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza 6 hadi 7. Kwa sababu hiyo alishamwambia kwenye waraka wa kwanza, akuonyesha jinsi ambavyo hiki kitu ni muhimu. Anamkumbusha tena, anamwambia kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyoko ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Warumi sura ya kwanza na mstari wa 11, maandiko yanasema, kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara. Kwenye Kiingereza inasikika vizuri sana, inasema hivi, for I am yearning to see you that I may impart, hallelujah, I may impart and share with you some spiritual gift to strengthen and establish you through impartation. Paulo alijua nguvu iliyoko katika karama na vipawa vya Roho Mtakatifu, jambo ambalo kanisa la leo kuna baadhi ya karama limeziweka kando na halijatengeneza kabisa mazingira ili karama hizo zifanye kazi. Ndio maana mafundisho yangu wakati mwingine yananiingiza matatani. Niliwahi kuhubiri mahali fulani, afu nguvu za Mungu zikashuka kwa namna ya ajabu. Pastor akashuka akaja kanipongeza sana, hongera sana. Maana siku hiyo neno la maarifa lilijichanganya likafanya kazi. Sasa vitu nilivyovitamka vikagusa watu wengine. Sasa akaja kunipongeza. Jumapili iliyofuata akaniita ofisini, nikakuta amefungua na Biblia. Akaniambia, Ihano, jiandae Jumapili ijayo kusimama mbele ya kanisa utubu, kwa sababu ulimkosea adabu mtu fulani hapa kanisani. Wakati ananiambia yale maneno, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, usiogope, niko pamoja na wewe. Sikuitwa mpaka leo. Mpaka leo sijawahi kuitwa. Ikawa imeisha hiyo. Mpaka leo, mpaka nikahama na Dar es Salaam. Leo niko Yerusalemu. Sasa sijui akiniita itatokeaje. Paulo alitambua. Ndiyo maana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa kwanza anasisitiza, takeni sana karama za rohoni. Sio takeni tu, sana
lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8, maandiko yanasema, maana ninapoeleza haya mwingine anafikiri labda haya ni mambo ya wahubiri, ni mambo ya wale walioko kwenye nafasi fulani fulani kanisani. Lakini Waefeso 4 mstari wa 7 maandiko yanasema, lakini kila mmoja wetu, mwanamke uliyeko hapa, kijana uliyeko hapa, baba uliyeko hapa, mtoto uliyeko hapa, wewe ndio unafanya ili andiko liseme kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kila unayenitazama mahali hapa, nimekuja break news. Nimekuja kuleta habari zilizovunjika. Breaking news ya kwamba ndani yako iko karama ya Mungu. Nasema ndani yako iko karama ya Mungu. Ndiyo maana Mungu alikuokoa wewe, hajamuokoa yule. Amekuokoa wewe kwa kusudi maalum, na kwa sababu hiyo, ili alitimiza kusudi lake, ameachilia karama fulani ndani yako. Imo tatizo, hujawahi kufuatilia wala hujawahi kugundua. Lakini kwenye Pentekoste hii, hata kama muda uliobaki ni mfupi, hata kama atatokea mtu mmoja, ninaondoka hapa Tabora, kuna mtu mmoja amejua karama yake ni nini. Ninaondoka hapa Tabora, kuna mtu mmoja anajua karama yake ni ipi. Sasa Paulo kila mmoja, takeni sana karama za rohoni, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Ndugu zangu, iko hivi. Kwa nini Mungu anatupa karama na kutupa vipawa? Ni kwa sababu nimesema, tunapookoka hatuendi mbinguni moja kwa moja. Tunaokolewa kwa kusudi maalum, kwa kazi maalum. Kuna special assignment ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Ndiyo maana umeumbwa mkimya hivyo, kwa sababu ya assignment ulio nayo. Mwingine ameumbwa ni waruwaru kwa sababu ya kusudi ambalo Bwana amelikusudia. Mwingine kaumbwa mnene, mwingine yani kila mmoja the way ulivyo. You are a special design. Wewe ni design maalum kwa ajili ya kazi maalum, na ili uweze kutekeleza ilo jukumu maalum ambalo Bwana amekuacha hai. Ajali ngapi umezikwepa? Umekwepa ajali ngapi mpaka leo haujafa? Umekwepa ajali ngapi? Umekwepa hatari za vifo ngapi? Kumbe ni kwa sababu ndani yako umebeba kusudi ambalo Bwana amekuleta kwalo katika dunia hii, ili kwa kuishi kwako, kama Paulo anavyosema, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Tunapoishi ni Kristo anaishi, ni Kristo aonekane. Kila mmoja tunamgawana Yesu vipande, alafu wote, kila mmoja anamwonyesha Yesu ka kipande fulani. Mwingine ni mzuri tu kuonyesha huruma kwa watu, yani hiyo ndio kipawa chake. Yani akikuhurumia unajisikia kweli umehurumiwa. Lakini kuna mwingine hana hicho kipawa. Mwingine ni kukemea tu. Akikukemea unahisi kweli, hapa nilikuwa nimechemka, ninahitaji kujirekebisha. Lakini ambaye anacho kipawa akikukemea unakwazika, maana sio karama yake. Haleluya, 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 haleluya. Wewe mwingine Mungu amekuumba
ukiingia hapa kanisani, ukiangalia hivi viti, unaona hivi viti havijakaa vizuri, mistari yake haijakaa vizuri. Kwa hiyo unaanza kuviweka vizuri. Lakini kuna mwingine akija hapa haoni hilo, unaona viti viko sawa tu. Kwa nini? Sio kipawa chake. Maana kila mmoja tumeletwa hapa kwa kazi maalumu. Kila mmoja ana kazi. Ndio maana sasa Paulo anamwambia Timotheo, uichoche hiyo karama. Ichoche hiyo karama. Kuna mwingine akifumba tu macho namna hii anaanza kuona maono. Hiyo nayo ni karama Bwana kakujalia. Sasa kwa sababu somo la karama za Roho Mtakatifu ni zuri, amini ni refu sana. Na uzuri mna mwalimu ambaye mimi niliadmire. Mwaka 98 alikuja Mwanza, nikakaa chini yake, nikasikiliza alivyokuwa anafundisha karama za Roho Mtakatifu. Nikasema naitaka hii na mimi hii naitaka. Sasa sikuwahi kupata nafasi ya kuconnect naye. Ilikuwa ni mwaka juzi pale Nzega kwenye kongamano la wanakwaya. Nikasema naitumia hii fursa. Nikasema naomba Baba unipige mikono, niwekee mikono, because I want to download kila ambacho umekibeba. Sasa somo la karama ni refu sana. Mimi nataka tu kuhubiri na kukazia. Maana kuna karama nyingi. Kuna zile ambazo zinataja karama 9. Unabii, aina za lugha, tafsiri za lugha, neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho na vitu kama hivyo. Sasa hizo karama zote ambazo Paulo anatutajia, nataka niwaambie, hapa kuna watu wana karama ya kupambanua roho. Hapa kuna watu wana karama ya unabii. Hapa wapo tu hapa. Wala tusiende mbali. Wako hapa. Wako watu wa aina za lugha. Yaani ukinena kwa lugha unashangaa ameanza kuelewa unachokinena. Wako hapa. Na kama hawajijui, kabla sijarudi Arusha, nataka watu hao waondoke wanajielewa ya kwamba mimi nina kitu gani kwenye maisha yangu. Kwa sababu anachojaribu kutusisitizia Paulo ya kwamba karama za Roho Mtakatifu ndiyo nyenzo za kutuwezesha ili kuyatimiza majukumu na wajibu ambao Bwana ametupa juu ya maisha yetu. Bila ya hizo, uwezo wetu wa kuyatekeleza hayo majukumu utakuwa butu. Kwa hiyo kama wewe ni mhubiri, kama wewe ni mwimbaji, kama wewe sijui ni mshirika, haujui una karama gani, I challenge you today, uanze kuwekeza kujua nina karama gani. Kwa sababu usipojua hautakuwa na kitu cha kuchochea. Anasema chochea karama iliyoko ndani yako ambayo ulipokea kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Lakini pia na Paulo alimwekea mikono. Nataka kujaribiwa kwanza kueleza njia za kupokea karama, lakini muda hautatutosha. Ninachotaka kueleza ni kwamba karama ndio huwa zinafunua nguvu ya Mungu isivyo kawaida. Karama za Roho Mtakatifu ndizo zina uwezo wa kufunua nguvu ya Mungu isivyo kawaida. Mwaka huu mwezi wa 4, wakati wa Pasaka, nikiwa nahubiri pale Nzega, ghafla kipindi cha kwanza na cha pili kilikuwa kigumu sana. Kilikuwa kigumu mpaka nikapata shida kabisa. What's the problem? Kesho yake tulipoingia kwenye ibada tena, ndo nikaja nimechoka. Siku hii nikaimba wimbo wa kwanza, najaribu kutafuta antena inajaribu kusearch wimbo mpaka ukaisha, amna. Baadaye nikasikia signal, nikasema hapa ndo tunapitia hapa.
nikasikia signal tu, imba wimbo huu, damu ya Yesu inanena mema. Alafu nikaambiwa huu wimbo ni kwa ajili ya mama mmoja ambaye anaumwa tumbo ili aweze kupona. Tumeimba sekunde chache, hali ya hewa ikabadilika, nguvu za Mungu zikaanza kutembea, sauti ikarudi. Nilikuwa siwezi kuimba vizuri, ikanyooka, hujapata kuona. Nilikuwa najisikia dhaifu, nikapokea nguvu isiyokuwa ya kawaida. Siku hiyo kidogo nishindwe kuhubiri, Mungu alivyotembea, na yule mama akapona tumbo lake pale pale, na wala sikumwekea mikono. Yani kula kutamka tu. Kuna mama mmoja yuko hapa hivi na hivi, na cha ajabu nikapigiwa simu, sini mimi ndo nilipiga, Arusha, kwa kikundi ambacho oga naomba nacho. Wakaniambia jana wakati tunaomba, Mungu alizungumza akasema, kwenye ibada ya leo kama mtumishi atataka, kuna mtu ataponywa tumbo. Kitu ambacho tayari kilifanyeje? Kilitokea. Sasa waliponipa hiyo habari, nikasema saluti kwako Yesu. 2019 tukiwa kwenye mkesha, labda nitoe mifano yangu michache, mifano ya kwangu. Maana mimi sifundishagi karama za Roho Mtakatifu kwa nadharia, hiyo nilishaikataa. Tuka kwenye mkesha. Kwenye ule mkesha nimehubiri nikamaliza. Nilipomaliza nikarudi kukaa kwenye kiti. Wakati nimekaa kwenye kiti, kukawa na binti mmoja analia kwa uchungu vibaya sana. Analia kwa uchungu vibaya sana. Alafu nikasikia ndani yangu, hebu muite huyo binti. Ikabidi nimeshatoka, nimekabidhi mpaka na maiki kwa kiongozi wa ibada. Ikabidi nirudi tena madhabahuni, nikanyang'anya maiki. Nikasema hebu nileteni huyo binti. Akaja. Alipokuja, tulipoweka mikono hivi, yani dakika chache yani alikuwa na hali fulani ya mapepo. Kwanza akatapika, alafu baadaye tulipoendelea kuomba, wakati tunaomba nikafunuliwa macho kiroho. Nikaona ndani yake kuna watu watatu weusi wenye mavazi meupe. Sijui ina maana gani, lakini nikaona tu kuna watu watatu weusi wana mavazi meupe. Ndio chanzo cha kifungo cha huyu binti. Nilipotamka tu, naona watu watatu ndani yako weupe, wana mavazi meupe, weusi sana lakini wana mavazi meupe. Alipiga kelele. Alipopiga kelele namna hiyo, tukakemea, akafunguliwa pale pale. Hiyo bado hiyo bado. Hivyo ni vitu vya kawaida. Si Yesu alisema mtatoa pepo? Kesho yake asubuhi akapigiwa simu na mama yake kutoka Moshi. Akaambiwa, kile kikombe ambacho bibi alikukabidhi nimekikuta kwenye kabati kimepasuka. Nami pastor, nilikuwa sijakutana na vitu kama hivyo. Nasema kilomita 80 na kitu, sisi tunafanya maombi, tuko Arusha, kikombe kinapasuka Moshi kwenye kabati. Kuanzia siku hiyo, huyo binti alikuwa amefungwa na nguvu za giza. Alikuwa yani wanaume alikuwa anawafuata yeye mwenyewe. Lakini kuanzia siku hiyo hali ikawa imemwachia. Hivi tunavyoongea ameshafunga ndoa, akafunguliwa. Kwa nini? Kwa karama ya neno la maarifa iliweza kufunua chanzo cha tatizo la huyu. Ndiyo maana ikawa rahisi kumwombea na kumfungua.
Naona dakika zimeisha. Dakika zimeisha. Nadhani mambo mengine tutayamalizia kesho. Mambo mengine tutayamalizia kesho. Karama za Roho Mtakatifu, hata kama tutaendelea namna gani, hata kama tutastaarabika namna gani, nataka niwaambie kama kanisa la Mungu lilianza kufa baada ya kuyapuuza mambo haya. Nimeandika kitabu ambacho natarajia kukitoa mwaka huu juu ya wito, kijana na wito wa Mungu. Kijana na wito wa Mungu. Na kwenye chapter mojawapo nimeelezea habari za karama za Roho Mtakatifu. Iko hivi: kanisa likifika mahali likaridhika kuendelea na maisha, kuendelea na safari, wakati halioni karama za Mungu zikifanya kazi ndani yake, ni sawa. Hapa Tabora kuna baiskeli nyingi sana. Unaweza kukuta kuna baiskeli haina mudguard, haina breki, lakini ukipiga pedo inafanyeje? Halo. Inaweza isiwe na carrier, inaweza isiwe na taa, lakini ukipiga pedo inakusongesha mbele. Na aliyeweka mudguard hakuwa amerukwa na akili, aliyeweka breki hakuwa amerukwa na akili, aliyeweka taa hakuwa amerukwa na akili, kwa sababu kuna kusafiri usiku kaingia. Siku moja nilikuwa natoka mahali fulani, nimepanda baiskeli gizani, haina taa. Nikafika sehemu, kumbe kuna bonge ya shimo. Nilistukia baiskeli haimo mikononi. Yaani Mungu alivyo mwema, mimi nikabakia juu, baiskeli kafanyeje? Ndivyo ambavyo kanisa likiridhika kuendelea na maisha, kuendelea na safari bila karama za Roho Mtakatifu kufanya kazi, ndivyo itakavyotokea. Kwa sababu karama za Roho Mtakatifu zingine zinafanya kazi kama masikio, zingine zinafanya kazi kama macho, zingine zinafanya kazi kama pua, zingine zinafanya kazi kama ngozi. Hii ni ya moto, unaruka. Zingine zinafanya kazi kama ulimi, hii chungu, unaachana nayo. Kanisa likiridhika, Mkristo akiridhika kuendelea na safari bila ya kuona hizi karama za Roho Mtakatifu zikifanya kazi, alafu akaona hajali, hii hamna shida, maadamu nikipiga pedo mwendo unakuwepo, alafu baiskeli haina breki, ole wako ufike kwenye mteremko, alafu na mbele kuna kona kali. Nataka niwaambie, hiyo ndiyo maana yani illustration ambayo ni very very clear. Mungu hakuwa amerukwa na akili aliposema ndani ya kanisa wanatakiwa wawemo manabii, ndani ya kanisa wawepo mitume, ndani ya kanisa wawepo wa kupambanua roho, ndani ya kanisa wawepo wa kutafsiri lugha. Maana kuna roho zinaweza zikaingia ndani ya kanisa kama hakuna wa kupambanua, mkasema huyu ndio mwenyewe kabisa, kumbe mnasemeshwa na roho kutoka kuzimu. Kipuuza matumizi ya karama za Roho Mtakatifu, kwanza hautaziona nguvu za Mungu zikijifunua kwenye utumishi wako. Utahubiri kawaida, mahubiri ni saa moja, unamaliza unaenda kukaa. Kesho sitahubiri sana. Kesho tutapata muda
wa kuomba zaidi, kuachilia vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Maana kila wakati Roho aliposhuka, maandiko yanasema pale kwenye nyumba ya Kornelio aliposhuka, wale watu wakanena kwa lugha na kutabiri. Tomorrow someone is prophesying here. Kuna mtu kesho atatabiri. Kuna mtu kesho atafunguliwa macho ya kiroho kuona vitu ambavyo, tena ninaamuru kuanzia usiku huu wa leo, hicho kitu kianze kutembea kwenye maisha yako. Hicho kitu kianze kuachiliwa kwenye maisha yako. Mwaka wa 2018 kama sikosei, nilienda kuhubiri Bethania pale Kahama. Nilipofika nikatamka, ili anga naliteka, kuanzia leo watu waanze kuota ndoto na maono ya vitu ambavyo Bwana. Kesho yake watu wamepanga mstari, mtumishi mimi nilie na mimi na iachilia hiyo hata hapa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulikuwa haujui una kipawa gani, Bwana kaseme na wewe usiku wa leo. Bwana kaseme na wewe usiku wa leo. Naomba tusimame. Bwana kaseme na wewe usiku huu wa leo. Hallelujah Jesus. Hallelujah. 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 Poni mwako kuna amani. Napenda nikae nawe tulia kwanza. Wako una kinanda, hebu ongeza sauti. Ninapenda kwa utulivu tu namna hiyo. Mwambie Yesu, uweponi mwako Bwana, kuna amani. Ninapenda Hebu inua sauti yako, sema tena, uweponi mwako kuna amani. Ninapenda
Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana kwa habari ya hiki tulichojifunza siku ya leo, hasa kwa habari ya eneo la karama. Unatamani kujua Bwana amekupa karama gani, ameachilia karama gani ndani yako. Mwambie aseme na wewe, akuonyeshe, akuongoze kutambua na kujua ni kitu gani ameachilia ndani yako, maana anasikia. Baba, una uwezo wa kutuelewesha, una uwezo wa kutuelewesha, una uwezo wa kutufahamisha. Sema na mtu mmoja hapa, sema na mtu mmoja hapa, sema na mama mmoja, sema na vijana kadhaa hapa, kwa jina la Yesu. We need to know and possess, ili Bwana tukachochea karama ambazo tumeweka ndani yetu. We've got to know what God has invested in us. In the name of Jesus. Baba, ninakushukuru, maana kesho, kufikia kesho, utakuwa umetenda jambo jipya, utakuwa umefanya jambo jipya kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Baba, achilia kunena kwa lugha, aina za lugha, kupambanua roho, kupambanua roho, tafsiri za lugha, karama za miujiza, karama ya imani, karama ya unabii, neno la maarifa, neno la hekima, viachiliwe mahali hapa, kama vile Mtume Paulo alivyosema kwa Warumi. Ninatamani kuja kwenu, so that I may impart the gift of the Spirit. Nami kama mtumishi wako, ninaachilia hivyo vipawa, ninaachilia hivyo vipawa upande wangu wa kulia, upande wangu wa kulia, ninaachilia hivyo vipawa kwa aina zake, kwa jina la Yesu. Upande wangu wa kushoto, ninaachilia hivyo vipawa kwa watu wako, kama upendavyo, kama upendavyo, kama upendavyo. Baba, ninavyoachilia hapa katikati, ninaachilia hivyo vipawa, naachilia hivyo vipawa kama upendavyo Roho, kwa jina la Yesu. Vipawa achiliwa, pokea, 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 pokea. Baba, pokea. Vijana pokea, wababa pokea, wamama pokea, kila mmoja pokea, kama apendavyo Roho, kama apendavyo Mungu mwenyewe. Pokea, 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 pokea. Usirudi kawaida, usirudi kawaida, usirudi kawaida, usirudi kawaida. Pokea, maana yeye si mchoyo. Karama zake hazina majuto, wao ni shida kuziachilia. Pokea, 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 pokea.
wa Bwana. Kuna wengine mnasikia ishara fulani kwenye miili yenu. Kuna mwingine utasikia ishara fulani kwenye mwili wako, mwingine kwenye mabega, mwingine kwenye mikono, mwingine kwenye miguu, wengine kwenye tumbo. Hivyo vitu ninavyovitamka tayari viko kwa baadhi ya watu fulani. Hiyo ni confirmation ya hiki ninachokisema, ya kwamba Bwana anaachilia kitu kwenye maisha yako. Ingine inaweza kumaanisha ni karama ya uponyaji. Yes. 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 Kuna mtu upande wako wa kushoto, upande wa kushoto mgongoni kwako, kuna ishara fulani unaisikia kwenye mgongo wako. Upande wa kushoto kuna ishara fulani unaisikia. Bwana anaachilia kitu kwako. Bwana anaachilia kitu kwako. Bwana anaachilia hivyo vipawa. Bwana anaachilia hivyo vipawa. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hey. Endelea kupokea, endelea kupokea. Endelea kupokea, endelea kupokea. Endelea kupokea, endelea kupokea. Endelea kupokea. Hallelujah Jesus. Hey. Ninapenda. Kuna mtu Bwana anagusa koo lako. Na inaonekana yuko hapa kwa waimbaji, yuko hapa kwa waimbaji. Bwana anagusa koo lako. Kuna kitu maalum kinaachiliwa juu yako. Kinaachiliwa juu yako. Sauti yako haitakuwa ya kawaida. Utakachokitoa kitaachilia uwezo wa Bwana. Kitaachilia neema ya Bwana. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh, ya. Haya mambo kumbe yapo. Haya mambo kumbe yapo. Kumbe yanawezekana. Kumbe yanawezekana. Hata leo inawezekana. Pokea. Vipawa vilivyokufa. Vipawa vilivyokufa vinafufuliwa. Karama zilizokufa, zilizolala, zinaamshwa. Roho ikaniingia, ikaninyanyua kwa mfano wa Ezekieli, na roho ikuingie.
wanasikia. Wewe endelea kupokea tu, endelea kupokea, endelea kupokea. Bwana yuko kazini. Ninapenda. Ngoja tu tuishie hapo. Karibu pastor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.